Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai na kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Fungu la 6, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema, hizi tafakarini njia zenu. Fungu la 8, pandeni milimani mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Wapendwa, tutaona kwamba haya ni maandishi ambayo yanatukumbusha wajibu wetu wa kila siku kama Wakristo. Tupo katika mazingira ambayo mji wa Dodoma unazidi kukua, na sisi kwa neema ya Mungu tumepewa makao makuu ya jimbo. Na jinsi ambavyo makao makuu yetu ya jimbo natakiwa iwe ni sehemu ambayo ina aksi utukufu wa Mungu. Kama tunavyokumbushwa katika kitabu hiki cha Hagai ni kwamba wapendwa hawa kipindi hiki hawakuwa na vipaumbele vya kujenga nyumba ya Mungu. Na ndiyo maana Mungu alikawa hawapi baraka. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, watoto wako tumejiandaa kwa ajili ya kufanya kazi yako kujenga ofisi ya makao makuu yetu ya CTF. Kila mmoja ukapate kutufanikisha, ukatubariki, tukapate kutenda kadri ya mapenzi yako, ili utukufu wako kupitia jengo lile ukapate kuonekana na injili ikaendelee kusambaa, na walio wengi wakapate kutambua kwamba wewe ni Mungu na Bwana. Ni katika jina lako tunaomba kushukuru. Amina. Kwa hiyo washiriki wenzangu, tunaona kwamba wakati mwingine Mungu anakuwa na mipango, lakini sisi tunakuwa na mipango yetu. Tuna mipango. Nafasi imekuja nzuri kabisa katika huu mji wa Dodoma kwa kujenga nyumba ya Mungu. Na sisi ndio tuna nafasi hiyo. Tumechagua kabisa, waimbaji wametukumbusha, tumepewa nafasi ya adimu ya kuacha alama katika jiji la Dodoma. Ili itakapofika kipindi ambacho ni kigumu, ionekane kwamba ulifanya kazi kwa wakati ambao ulikuwepo hapa. Ni wakati sasa umefika tuweze kuijenga nyumba ya Mungu. Ni muda ambao sasa umefika ya kwamba maelekezo yetu sasa, pamoja majukumu mengi tulio ndani ya kanisa, tunapokuwa tunapewa nafasi ya kushiriki katika baraka, basi kila mmoja wetu aone ya kwamba ana nafasi ya kutenda. Na tusije na sababu za visingizio vya hapa na pale, kwa sababu mwisho wa siku tutashindwa, tutakosa mibaraka. Tutakuwa kama wana wa Israeli ambao walikuwa wakifanya kazi, hela zikai zinaingia katika mifuko imefanya nini? Iliyotoboka. Kila jambo wanalolifanya halifanikiwi kwa sababu walienda kinyume na mipango ya Mungu. Na ndipo Hagai akaenda kutukumbusha kwamba kamwe usije tukaidharau kazi ya Mungu na kuweka mipango yetu mbele. Wana wa Israeli kipindi hicho waliona kwamba wana nafasi ya kufanya mambo, au kwa kipindi hicho kwa sababu walikuwa wametoka kifungoni, kwa kuona kipaumbele cha kujenga nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ikaenda kuwa inachakaa, inaharibika, lakini wakaweka vipaumbele katika tamaa na matamanio ya vitu ambavyo wangependa kuwa navyo. Jambo ambalo Hagai aliwaambia kwamba hapana, tuelekeze nguvu katika kujenga nyumba ya Mungu. Na sisi leo katika jukumu la kujenga ofisi za jimbo letu, tuna kila sababu ya kushiriki baraka. Hatuna sababu ya kusema hapana, nitakuja siku nyingine, kwa sababu hujui kama hiyo siku nyingine utaipata. Hatuna sababu ya kusema ya kwamba mimi sasa hivi bado na mambo mengi ya kufanya ya kwangu. Inawezekana sijana nyumba ya kuishi. Inawezekana usipate nafasi nyingine ya kumjengea nyumba Mungu. Yote hayo ni kumwachia Mungu na kumwamini. Na kama usikate tamaa. Kuna wakati mwingine mambo yanakuwa ni mengi, michango inakuwa ni mingi ndani ya kanisa. Kuna hili hapa, kuna makambi yanakuja, kuna nyumba ya mchungaji,
kuna hiki na kile. Kamwe usikata tamaa ya kusema ya kwamba sasa mambo yamekuwa mengi, tuanze na lipi? Mambo yote lazima yaende, na yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tusitafute visababu. Kwa hiyo Mungu atusaidie kila mmoja wetu ajitahidi kadri ambavyo Roho wa Mungu anavyomuongoza, afanye jambo kwa ajili ya kuondoa hii aibu ya kuwa na jengo ambalo halimtukuzi Mungu katika pale eneo la Itega kama ofisi ya makao makuu ya kanisa letu. Mungu anazidi kutukumbusha kupitia kitabu hiki cha Hagai ya kwamba hata kipindi cha Musa Mungu alikuwepo. Hata kipindi kile Musa akiwa pale kwenye kichaka kinawaka moto, Mungu anamuelekeza kwamba anatakiwa kuokoa wana wa Israeli. Musa aliogopa. Lakini Mungu alimwambia nini? Usiogope, kwa sababu nitakuwa pamoja nawe. Hata kipindi cha Joshua, wakati anamkabidhi uongozi wa kuongoza Israeli, Joshua hakuwa tayari. Lakini Mungu alimwambia nini? Usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Hata kipindi cha Mary mama Yesu alipopata ambiwa taarifa za kuwa atapata ujauzito wa Yesu, alifanya nini? Aliogopa. Lakini Mungu alimwambia kuwa pamoja na wewe. Mungu anatuambia hata katika kipindi hiki tunachotakiwa kumjengea nyumba yake, ofisi ambayo itafanya kazi ya utume katika mjiji hili la Dodoma na majiji yanayotuzunguka na katika Tanzania kwa ujumla. Pamoja na changamoto zote ambazo tunazopitia za vipato, za mipango, za kazi na kila kitu, lakini Mungu anatuambia yupo pamoja nasi. Hatuna sababu ya kuogopa. Mungu ndiye muweza wa kila kitu. Huyu Mungu ndiye anaweza sisi tunaendelea kuishi, anatupatia neema na mibaraka yote ambayo tunakuwa nayo. Hatuna sababu ya kuwa na hofu na kuogopa. Kwa sababu bila yeye sisi sio lolote, sio chochote. Lakini kwa sababu ya ukuu wake mkuu, upendo wake kwetu sisi mkuu, amezidi kudhihirisha kwetu ya kwamba pamoja na changamoto zote ambazo zinazokuzunguka, inawezekana kuna mwingine anawaza labda leo hii hela nikitoa leo labda jioni sitapata chakula cha jioni. Mungu anakuambia kwamba usiogope, yupo pamoja na wewe. Kwa jinsi ambavyo analisha ndege wa angani ambao hata hawajui kulima wala kufanya nini, ukimwamini na kutegemea huu baraka mkuu, Mungu atakuongoza na atakuwa pamoja na wewe. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3:12, cha Kutoka sura ya 3, utaona pale jinsi ambavyo Mungu alikuwa pamoja na Musa. Katika kuanzia sura ya 1 mpaka ya 12 kote kwa stand, lakini tumefika Kutoka sura ya 3:12 na kwamba mwandishi anatuambia kwamba akasema, mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutumia ni utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Hili ni agano ambalo Mungu mwenyewe anampatia Musa. Kwa sababu tumepata neema ya kuwa na kujengea Mungu hiyo ofisi hapa CTF, huwezi kujua Mungu atatupatia baraka gani mingine. Lakini jambo kubwa ni kwamba katika kuifanya kazi ya Mungu siku zote huambatana na mibaraka. Hata katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 fungu la 9. Yoshua sura ya 1 fungu la 9. Pia jinsi ambavyo ukianza kusoma kuanzia sura ya 1 anazungumzia jinsi ambavyo anamwelekeza Joshua. Anasema ya kwamba, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifaidhike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Wapendwa, tuna kila sababu ya kudai hii mibaraka. Tuna kila sababu ya kufanya nini? Ya kudai hii mibaraka. Mungu anatuelekeza kabisa ya kwamba yeye ndiye ametutafuta, ndiye ametuweka ndani ya kanisa hili na akatupatia kazi ya kwamba lazima hiyo kazi tuifanye. Kwa nini tunashindwa kudai hiyo mibaraka? Tufanye kazi ya Mungu ili afanye nini? Atubariki na tuidai hiyo mibaraka ili mwisho wa siku tukapate kubarikiwa. Tukibarikiwa hakika tutaendelea kutoa na kutoa, tutajenga ofisi ya CTF, tutajenga na zingine na makanisa yetu tutajenga, na mwisho wa siku kazi ya Mungu itaendelea kuongezeka na kazi kubwa itafanyika. Pia katika kitabu cha Luka sura ya 1 fungu la 28.
Katika kitabu cha Luka sura ya kwanza fungu la 28 anatukumbusha pale ya kwamba sura ya kwanza fungu la 28 kisha anatukumbusha ya kwamba kianzia pale sura ya 26 sema ya kwamba mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareth, kwa mwanawali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, kwa ambari ya Daudi. Jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ina maana gani? Akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Pendwa, inawezekana kuwepo ndani ya kanisa hili taarifa ambazo Mungu anakuletea na unaogopa. Usiogope. Inawezekana uliposikia tu tumetoa bahasha Sabato iliyoisha kwa ajili ya jenga CTF ukawa muoga. Una sababu gani ya kuogopa? Kwa nini unafadhaika? Kujua kwamba Mungu anakuwa yuko pamoja nawe. Niomba tufungue vitabu vyetu vya nyimbo katika kitabu cha wimbo namba 133. Ili tuone jinsi ambavyo hata waimbaji pia wanatukumbusha kwamba ukiwa na Yesu huna sababu ya kuogopa. Wimbo katika nyimbo zetu za kitabu hapo, wimbo namba 133, popote na Yesu. Sisi tumepata ili tuone ya kwamba tuna nafasi kubwa sisi kama washiriki na Wakristo. Baada ya kumtambua Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, hatuna sababu ya kuwa na hofu. Pamoja na changamoto zote za maisha zitakazopiga hapa na pale siku zote, tukumbuke ya kwamba Mungu anakuwa yuko pamoja nasi. Kwa tuimbe, chukua nafasi hiyo tuimbe, niwakaribishe praise team tuongoze hapo tukiwa tumekaa, ili tuone jinsi ambavyo Mungu ni mbaraka mkubwa na nafasi tulionayo ya kwamba tuna kila sababu ya kumshukuru na hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu ameahidi atakuwa pamoja nasi. Wimbo nambari 133. Popote na Yesu nina furaha. Tuimbe. Popote na Yesu nina furaha. Anitumako Yesu ndiyo raha. Asipokuwapo hapa nifai. Akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote, popote sina mashaka. Popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapotupwa akali wangu, ajaponiongoza njia niwapo na Yesu nashughulia. Popote, popote sina
Sasa tuna sababu gani ya kuogopa? Tumeona jinsi ambavyo Mungu huyu alikuwepo na Abraham, akawa pamoja na Joshua, na hata kizazi hiki pia yupo pamoja nasi, anatuhakikishia yupo. Kazi kubwa ya jengo la CTF itakuwa ni kutangaza neno la Mungu. Itakuwa ni kuhakikisha kwamba dunia inatangaza upendo wa Mungu. Dunia inamfahamu Kristo aliyetufia msalabani. Ushawahi kujiuliza, ingekuwa sisi wote duniani huko tunamfahamu Kristo, maisha yangekuwaje? Tungekuwa na haja ya kuwa na mahakama? Tungekuwa na haja ya kuwa na magereza huko? Tungekuwa na haja ya kulala ndani tumefunga geti la nje la ndani na maumbwa na walinzi? Wapendwa, tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba dunia nzima inamfahamu Kristo. Na kazi hiyo itafanyika kwa mipango mizuri itakayofanyika katika jengo zuri la CTF. Hivi jamani, siku hizi mnafahamu ukienda kumtangazia mtu injili anakuuliza wewe unatoka kanisa gani? Anaangalia kanisa lako, je, linaendana na utukufu wa Mungu? Je, huyo Mungu wako unayemwabudu ni Mungu wa aina gani? Anakaa katika maeneo gani? Jengo zuri la CTF kwa kweli itazidi kumtangaza Mungu. Itazidi kumtangaza Mungu. Amina. Jengo zuri la CTF, ukimchukua hata rafiki yako ambaye tutembelee jimbo hapa, tukamwita mkurugenzi au pasa fulani hapa, akifika pale ataona utukufu wa Mungu. Akifika pale ataona upendo wa Mungu. Akifika pale atavutiwa na kuona kwa kweli hili ndio kanisa ambalo Mungu ameliteua. Hili ndio kanisa ambalo kwa kweli hapa kuna utukufu wa Mungu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 10 fungu la 9. Hebu tusome pale tuone jinsi ambavyo tuna kazi kubwa ya kuifanya, na sisi wengine inawezekana tusifanye tukiwa tumekaa hapa. Lazima tuwe na mipango mizuri itakayopanga na ikapangika. Warumi sura ya 9 kuanzia fungu la 9 pale hadi la 11. Mwandishi anatukumbusha kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Maana kwa moyo mtu amini hata hai, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Moja, maana andiko nena ameniye hata hayarika, ila mwaminiye hatapotea. Ulishawahi kusikia habari njema? Ulishawahi kusikia habari njema ambayo inaweza kubadilisha maisha yako? Tafakari, inawezekana wengine tumezaliwa ndani ya kanisa, lakini inawezekana wengine walipata habari njema na wakapata wokovu, na huo wokovu umebadilisha maisha yao milele. Ushawahi kupata picha ya mtu ambaye yeye alikuwa ni mlevi, kila akiamka akienda kufanya kazi anawaza kunywa gongo na pombe, lakini pale ambapo siku moja anaona jirani yake au mtu mmoja msabato mmoja anaelekea kanisani, akamkuta na yumba barabarani siku ya Sabato akiwa ametoka kwenye klabu, akaanza kuzungumza naye akimwelewesha jinsi ambavyo hayo maisha anayoishi sio maisha ambayo yanamtukuza Mungu. Huyu bwana kwa neema ya Mungu akasikiliza na akaona kwa kweli kuna jambo ambalo anahitaji kufanya kuja kubadilisha maisha yake. Akijilinganisha yeye na watu ambao Sabato tunapendeza, si ndio? Tunapendeza, tupendezi. Sasa ukiwa pale unatoka pale unakutana mtu ametoka kwenye klabu ya pombe, ananuka pombe, ni mchafu, lakini unachukua nafasi ya kuongea naye. Lengo ni kwamba umsaidie abadilishe maisha ambayo anaishi. Kwa neema ya Mungu namuomba Mungu anakusaidia, na wewe unaweka nguvu ya kuhakikisha kwamba unamfuatilia huyo bwana. Unaenda naye hadi nyumbani kwake, unafika pale, unakaa naye, unamsaidia kusafisha mwili wake na nguo zake chafu alizokuwa nazo. Baada ya kumaliza pale, unafanya mpango, anapata chakula, anakula, anapumzika. Unaondoka, unaenda nyumbani. Kesho yake tena unaamka, unamtafuta, bwana uko wapi? Unamkuta ameelekea kwenye klabu ya pombe na bado unamfuata huko na unamrudisha.
unaendelea na hizo jitihada, lakini mwisho wa siku, baada ya muda, miezi 2 au 3, huyu ndugu anabadilika. Huyu ndugu anabadilika, na yeye sasa anatamani kuwa kama wewe, kwa sababu umebadilisha maisha yake. Alikuwa anaishi katika maisha ambayo hayana tumaini. Alikuwa anaishi katika maisha ambayo hajui kesho yake, kwa sababu hajui kesho atakula nini, hajui atalala wapi. Lakini sasa kwa pesa kidogo anayoipata, unamfundisha namna ya kutenga, kutoa zaka, kutoa sadaka, lakini nyingine kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Na hatimaye anaanza kuona nuru na mwanga katika maisha yake. Na ndipo Paulo anaendelea kutukumbusha ya kwamba tuna wajibu wa kufanya, tusishie batizo na tukakaa ndani ya kanisa huku waliotuzunguka wanazidi kuangamia. Tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu na kuwa naye na kumshukuru Yesu Kristo kwa jinsi alivyotufia msalabani. Hizo habari njema ambazo tunaendelea kuziishi na ambazo wenzetu tungetamani waziishi, tusikae nazo. Pia katika kitabu cha Mathayo sura 24 fungu la 18 tumekumbushwa kwamba tuna kazi ya kufanya, kwa sababu tushapewa mamlaka ya kuizunguka dunia nzima na kuifishia ujumbe wa nini? Ujumbe huu wa wokovu. Hatuna sababu ya kukaa kimya na kuwa nyonge, lakini kazi njema itafanikiwa kwa kuwa na mipango mizuri. Na hiyo mipango mizuri itaratibiwa vizuri kwa kutumia lengo letu la CTF kwa ajili ya kazi ya utume. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba Kristo alitufia msalabani, tunamtangaza kwa wale wote ambao wanapata taabu. Dunia sasa hivi imekengeuka. Changamoto zimekuwa nyingi, maasi yamekuwa ni mengi. Lakini pamoja na hivyo, bado Mungu ameendelea kuwa nasi. Na sisi tuna nafasi ya kuendelea kufanya jambo. Mnakumbuka hapo nyuma kuna mambo mengi yalitokea, matetemeko, tupata makorona hapo, yakaja mengine mavirusi ya nini? Mavirusi ya nyani, si ndio? Lakini sisi tumeendelea kuwepo, si ndio? Kuna wale watangulia mbele ya haki kipindi cha nyuma, lakini sisi tumeendelea kufanya nini? Kuwepo. Kwa sababu Mungu ana kazi ambayo tunatakiwa tuifanye. Na kazi hiyo ni kuhakikisha kwamba tunaitangaza neno la Mungu, ili kila mmoja, kila jirani, kila ndugu, kila jamaa wapate kumfahamu ya kwamba kweli huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu aliyemtuma mwanae Yesu Kristo aje kutufia msalabani. Na huyo ndiye Mungu ambaye kwa kupitia kwa Yesu Kristo aliweza kuwafufua hata wafu. Huyo ndiye Mungu anayeokoa. Huyo ndiye Mungu ambaye ukimkimbilia unapata nuru. Huyo ndiye Mungu anayetupenda bila masharti. Huyu ndiye Mungu anayetupenda bila masharti. Wakati mwingine unapata changamoto, unaenda kwa waganga wakusaidia, lakini wanakupa nini? Masharti. Lete kuku mweusi, tafuta kondoo. Yule jirani yako yule ya pembeni pale kuna kitu kachimbia pale. Hayo yote ni masharti. Lakini Mungu yeye hana masharti. Ametupenda kwa upendo wa kifani. Ndio maana akasema katika Yohana sura ya 1 fungu la 13, kwa maana kwa jinsi Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu hata akafanya nini? Akamtoa mwana wake pekee ili afanye nini? Atufie msalabani na atupotee hata mtu mmoja. Na huo upendo ndio unaotusukuma. Huo upendo ndio unaotusukuma kujenga nyumba ya Mungu pale katika ile eneo la Itega. Ili mwisho wa siku upendo huu ukapate kuonekana kutokea Itega. Hatuwezekani wote tukaenda Itega, lakini kwa kazi tutakayofanya leo, kwa shilingi yako moja, kwa shilingi yako 1000, 2000, 100,000, 200,000, itafanya jambo pale la kuhakikisha kwamba huu upendo unaendelea kusambaa katika dunia hii yote inayotuzunguka. Wakati mwingine unakuta unatembea katika maeneo mbalimbali, unakutana na watu, wengine wana changamoto, wengine wana shida, lakini fahamu ya kwamba hao watu hata kabla hawajitambulisha, yupo Kristo ambaye tayari anawafahamu. Yesu anatufahamu hata kabla sisi hatujajitambulisha kwake. Na kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kuhakikisha kwamba tunaifanya kazi yake njema, ili na sisi tukawatoe wale ambao wako gizani. Tukiwatoa wale ambao wako gizani ni kwamba na sisi tutakuwa tumefanya nafasi yetu kuhakikisha kwamba tunawaleta katika nuru ambayo ni ya milele. Tunapojiandaa kwa ajili ya matoleo yetu, sasa niwaombe mashemasi wasogee na vyombo hapa. Wakati tunaimba praise team wasogee hapa tuimbie wimbo ambao unatupeleka kuhakikisha kwamba tunaitoa hii kazi kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya kuokoa. Tunatoa sadaka hii kama sehemu yetu ya utume
ya kuhakikisha kwamba injili inazidi kuenea. Tunapoimba wimbo namba 56 na mashemasi nao wanakuja huku mbele wakiwa na vyombo vya sadaka, na sisi kila mmoja wetu akinyanyuka na bahasha yake kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kumshukuru kwa nafasi nzuri aliyopewa ya kushiriki baraka huu, tuimbe wimbo huo. Wakati huo tunamtolea Mungu sadaka zetu kwa ajili ya kazi njema. Tumehimizwa ya kwamba tuje na dhahabu, tuje na fedha. Hatuwezi kuendelea kuona nyumba ya Mungu inakaa pale msingi uendelei na jina la Mungu linatukana, na wakati sisi tumepewa nafasi hii. Waimbaji wametuambia kabisa tumechaguliwa kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bwana. Kila mmoja wetu afisi kufanya jambo. Inawezekana leo hujajiandaa, unaweza ukachukua kwenye bahasha pale ukaandika ahadi yako ndani ya bahasha. Cha msingi tu jitahidi mpaka kufikia mwisho wa mwezi huu au sabato ya kwanza mwezi wa 5, basi mchango wako umefika. Inawezekana sabato iliyopita hukuwepo kanisani, lakini unafikiri kuna jambo ambalo unapaswa kulitenda leo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na kama hatuna karatasi, basi mimi na karatasi hapa, niombe mashemasi wazigawe hapo, wagawie ambaye anataka kuandika ahadi yake hapo ya leo hajajiandaa vizuri, lakini anawiwa kuna jambo la kumtendea Mungu. Na hii nafasi haitajitokeza tena labda mpaka mwezi wa 10 au mwezi wa 9 mwaka huu kwa ajili ya kipindi cha pili cha kuhakikisha kwamba kazi inaisha. Kwa hiyo kama unafikiri kuna jambo ambalo ungependa kulifanya lakini leo hujajiandaa, karatasi ziko pale, andika pale. Na umuombe Mungu akupe uwezo. Mungu ana uwezo. Mungu ametuahidi popote tunapoomba anakuwa pamoja nasi. Hatuna sababu ya kuogopa. Kupitia zile karatasi pale, chukua wewe kwenye bahasha, andika ahadi yako na namba yako ya simu, basi na sisi tutazidi kuombea na kuombeana ili Mungu atusaidie. Hakika kuna kazi kubwa ya kufanya ambao huu mbaraka tulionao wa kuitwa wana wa Mungu. Tuna kila sababu kuhakikisha kwamba dunia nzima inaupata mbaraka ili mwisho wa siku turahisishe kuja kwa Yesu Kristo. Anapita shemasi na hizo bahasha, basi kila mmoja wetu achukue pale, andika pale sadaka yako pamoja na mawasiliano yako, na ikiwezekana pia na jina lako, ili na sisi tutakapochukua tutakuwa tunaingiza katika kumbukumbu za vitabu vya kanisa ya kwamba ulishiriki katika baraka huo. Na ukileta sadaka yako, hakika Mungu ataendelea kukubariki. Tunapoimba wimbo, ni muombe shemasi mwingine amsaidie kugawa hizo karatasi wakati yeye anakuipa na chombo huku mbele, ili sasa tuanze kumtolea Mungu kile ambacho tumejiandaa kuhakikisha kwamba tunakuwa na ofisi nzuri, ofisi itakayomtukuza Mungu, ofisi ambayo itapanga mipango mizuri kwa ajili ya kwenda kufanya utume, ofisi ambayo itaratibiwa na mambo mazuri. Mimi wanasema jamani, huwezi kukaa katika ofisi ya mabanda afu kapanga mipango mizuri, haiwezekani. Wenzetu wale wa KKT, kuna watu wanajenga, wangapi wanafahamu Safina House? Kila mtu wa dhehebu lile anajisifia kwamba hili ni kanisa ni jengo la kanisa langu. Ni jengo zuri sana la mtukuza Mungu. Wana makanisa mazuri wenzetu. Na sisi tuna kila sababu. Kwa nini sisi tushindwe? Kwa nini sisi tushindwe? Kwa nini tuenda tunapanga mipango katika nyumba ambavyo vimtukuzi Mungu? Wakati mwingine tunaona aibu kuwapeleka washiriki wenzetu, marafiki zetu katika ofisi zetu, tunaogopa kwa sababu hazina utukufu ambao unatakiwa. Tunatakiwa tumjengee Mungu ofisi ambazo zina thamani ya kuwekewa dhahabu pamoja na nini? Na shaba. Na sisi tumepewa nafasi hiyo. Na hizo ofisi kipendeza tayari hiyo teu ni uinjilisti. Zitafanya kazi ya kumtukuza Mungu. Hata pale ambapo utashindwa kwenda kupitia mipango itakayopangwa pale, sadaka yako itakuwa imeshiriki kufikisha neno kwa wale wasiokuwa na uwezo wa kulisikia, lakini pia na kuokoa katika dhambi ambazo waliopo. Waimbaji, praise team, karibu wakati tunaendelea kumtolea Mungu sadaka hii kwa ajili ya ujenzi wa CTF. Karibuni sana. Wimbo nambari 56. Walio kifoni nenda waponye. Tuimbe washiriki. Walio kifoni nenda waponye, uwatoe shimoni, wanaoanguka uwainue, habari njema uwajulishe, walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko uwangojea.
moyo wa mwanadamu huwamo shida tena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema kuwaponya na kuwaokoa walio kifoni. Waokoeni, Mwokozi yuko huwangojea. Walio kifoni, nenda waponye, kazi ni yetu, zawadi iko, nguvu kuhubiri, Bwana hutoa, kwa subira tuwavute sasa. Walio kifoni, waokoeni, Mwokozi yuko huwangojea. Kupitia sadaka zetu, hiyo kazi kwa kweli itafanyika. Tukiwa na ofisi nzuri pale CTF, praise team, tuendelee kusimama, tuende katika wimbo namba 100. Pia tunaendelea kukumbushana ya kwamba sisi inawezekana tusiwe na uwezo wa kwenda kote katika dunia kutangaza neno, lakini kupitia sadaka zetu, kupitia jengo letu pale CTF, hakika tutaweza kuwafikia wote walio changamoto mbalimbali ndani ya jiji hili, hata ndani ya Tanzania, kwa sababu kupitia sadaka yako leo tumetangaza kuendelea kueneza Injili. Pia tuimbe kwa wimbo namba 100 ili tuonyeshe ya kwamba pia tuna kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba hatuwezi kwenda kila sehemu, kupitia mipango itakayopangwa pale CTF katika ile jengo, hakika tutaweza kufika kila sehemu kupitia sadaka zetu. Praise team. Kuwatafuta, tuimbe. Kuwatafuta wasioweza, kuomba wamrejee Yesu, kuwaambia maneno yake, njoni kwangu nawapenda, nitakwenda niwatafute wapotevu, wageuke, waingie katika zizi la Mwokozi, la Mwokozi Yesu Kristo. Kuwatafuta wasioweza, waonyeshe Mwokozi wetu.
wapotevu wageuke, waingie katika zizi la Mwokozi, Yesu Kristo. Asante sana praise team, tukae. Wapendwa, hiyo ndio kazi kubwa tuliopewa. Unapomwamini kumkiri Kristo kama mwokozi wa maisha yako, kazi kubwa tunapewa ni kuwafanya watu wamfahamu Kristo. Katika kitabu cha Mathayo sura 4 fungu la 19, baada ya kuwa Yesu anapita anatafuta wanafunzi wake 12, baada ya kumpata Simoni pamoja na Peter na Andrew, akamwambia nikawafanye kuwa wavuvi wa watu. Wapendwa, hiyo ndio kazi tuliopewa humu ndani ya kanisa. Inawezekana hiyo kazi tusifanye sisi kama sisi, lakini kupitia sadaka zetu, kupitia jengo letu la CTF pale likiwa limependeza pale, hakika mwanga utakaotoka pale, wengi watamfahamu Kristo, na sisi tutakuwa tumetia agizo la kuwafanya watu kuwa wavuvi wa watu. Katika Mathayo sura ya 9 fungu la 35 pia Yesu alikuwa pale akifundisha, alifundisha neno la Mungu na kuponya magonjwa. Sisi wote hapa tunaweza kusema madaktari, lakini kupitia mipango itakayopangwa pale jengo jipya la CTF litakapokamilika, na hakika tutapata kujenga mahospitali, tutapata kujenga vituo vya afya, tutapata kujenga mashule, na hakika watu wengi watamjua Yesu na watazidi kujifunza kufahamu upendo wa Yesu. Naamini kabisa kupitia sadaka zetu, kazi kubwa tunaifanya ni kuhakikisha kwamba injili inamfikia kila mtu, na huo ndio kazi kubwa tuliyopewa kama wito wetu mkuu kama washiriki. Tuendelee kumshukuru Mungu atupatie mipango. Inawezekana leo haukujiandaa vizuri, inawezekana leo haukuja na sadaka yako, lakini bado tuna muda hadi Sabato ya kwanza ya mwezi wa 5. Bado tuendelee kumtolea Mungu, sababu tuna kazi kubwa ya kufanya. Mungu ameahidi siku zote atakuwa pamoja nasi. Hatuna sababu ya kuogopa. Na Injili imefunguliwa kwa ajili ya watu wote. Injili imefunguliwa kwa ajili ya mataifa yote. Hamna yote ambaye amezuiliwa, na wajibu huo tunao sisi kuhakikisha kwamba neno la Mungu linafikia dunia yote. Injili inasambazwa kwa kila lugha, kwa kila kabila. Na leo tumejifunza katika Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa katika lugha nyingi kuliko kitabu chochote duniani. Kwa nini tuendelee kushindwa? Usikubali kushindwa. Tuhakikisha kwamba kupitia sadaka zetu tunamtukuza Mungu. Kuhakikisha kwamba tunakuwa jengo zuri pale, hakika upendo wa Mungu utaonekana na neno litaenea duniani kote, na wote tutapata kumuona upendo wa Mungu, na wote tutapata kubarikiwa. Katika kitabu cha Warumi sura ya 10 fungu la 14. Warumi kitabu cha 10 fungu la 10 anazungumza pale mwanasema kwamba kila yeyote atakayelitia jina la Bwana atapata kuokolewa. Amina. Yeyote atakayetia jina la nani? La Bwana. Ndio tulitie jina la Bwana. Tulitie jina la nani? La Bwana. Lakini anatukumbusha kwamba watahitaji jina la Bwana kama hawajai kumsikia. Watahitaji jina la Bwana kama hawajai kumwamini. Watahitaji jina la Bwana kama hawajai kusikia chochote kama sisi tujaenda kuambia. Na yeyote atendaje kuambia pale bila kutumwa? Utaendaje kuwafikia watu wa mataifa kama hujatumwa? Na Mungu atawaambiaje? Haya maandishi atafikaje? Lakini jambo jema ni kwamba kupitia ile jengo la CTF tutajengwa pale, tutaandaa miguu yatakaoenda kutangaza neno la Mungu. Kupitia ile jengo la CTF tutakalojengwa pale, tutaandaa vijana watakwenda kuhubiri neno la Mungu na kuhakikisha kwamba kupitia kwao dunia nzima inapata kumfahamu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, na hapo ndipo tutapata kuokolewa. Wito wetu mkuu uko katika Mathayo sura 28 fungu la 18 hadi fungu 20, ambapo tunatuambia kwamba tumepewa mamlaka, alipewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na sisi tupatia nguvu ya kuhakikisha kwamba tunawafanya watu wote kuwa wanafunzi, kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana nini?
na Roho Mtakatifu tukafundisha kumtukuza, kumwabudu Mungu. Na sisi tumeapa hicho kiapo ya kwamba tunafanya kazi ya kueneza Injili. Na sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu huu na wito huu mkuu. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 fungu la 6, mwandishi anatuambia kwamba habari njema itaenea duniani kote. Habari njema ambalo litabadilisha maisha ya watu. Habari njema haibadilishi maisha ya watu, lakini ni jambo ambalo kwanza siku ya kwanza atakapolisikia yote atautafuta ukweli wa Mungu. Na sisi tuna kazi ya kuhakikisha kwamba habari hii njema tunaifikisha kwa kila mtu. Huo ndio katika Marko sura ya 6 fungu la 15. Marko sura ya 6 fungu la 15, Yesu mwenyewe anaagiza, nendeni ulimwenguni mhubiri habari njema kwa kila mtu. Wapendwa, tumepewa kazi ya kuhubiri habari njema kwa kila mtu. Na sisi sote tumekwenda huko kwa makazini, lakini kupitia jengo hili litalojengwa CTF, na hakika habari njema itaweza kuwafikia walio wengi duniani. Mungu aendelee kutubariki. Mungu aendelee kutusaidia. Tukazidi kumtegemea. Hata katika kipindi ambapo unakuta mahitaji ni mengi, unashindwa kugawa hiyo shilingi 10,000 ulionayo, kumbuka siku zote Mungu yuko pamoja na wewe. Hauko peke yako. Na siku zote watu waliomtegemea Mungu akawa naye hawajawahi kubaki bila kubarikiwa. Tumeona jinsi ambavyo Ibrahimu aliahidiwa baraka na aliipata. Tumeona Joshua jinsi ambavyo hakujiandaa kuwa kiongozi, lakini aliogopa, lakini mwisho wa siku alibarikiwa na hatimaye Mungu hakumwacha, alifanya uongozi wake vizuri na mpaka mwisho. Pia tumeona jinsi ambavyo Maria mama yake Yesu alipata hofu, alishtuka kwa kwamba yeye ndiye atakuja kuwa mama atakayemleta mwokozi wa dunia. Ndugu yangu, inawezekana ukawa na hofu yako popote pale. Tegemee Mungu. Mtegemee Mungu afungue vipato vyetu. Mtegemee Mungu atuongoze tuweze kuiona kazi ya Mungu ni kipaumbele katika shughuli zetu za kila siku. Tutapata mibaraka. Mtegemee Mungu aendelee kutupatia vipato, lakini pia vile kazi ya Mungu kwa jengo lipate kukamilika. Kumbuke kisa cha Haruni. Hakuweza kuwa anaweza kuongoza wala kuwa na uwezo wa kuzungumza sana, lakini alipewa kazi ndogo tu ya kunyanyua mikono ya nani? Mikono ya nani? Mikono ya nani? Mikono ya Musa. Na sisi tuna wajibu. Sio lazima wote tuende kule CTF tukazunguke, lakini tuna kazi ya kufanya kupitia zaka zetu na sadaka zetu. Hakika kwa pamoja Mungu atatubariki na kazi yake aliyotupatia kuwa wavuvi wa watu tutaweza kuifanikisha. Mungu akapate kutubariki, akatuongoze, na hakika kupitia kazi ya mikono yetu upendo wake na nguvu zake na mwanga mkubwa ukapate kuangaza kutoka katika ofisi za CTF pale Itega. Mungu aendelee kutubariki. Bwana Yesu